Wao walileta huo mpango wa upimaji wa wenza. Mimi leo hii nimeenda kupima na maambukizi. Kama nina wapenzi watatu, kama nina mahusiano na watu watano, nihakikishe hao watu watano wamepima kwa mbinu yoyote ile, kwa namna yoyote ile, ili kufikia 2030 wasisikie virusi vya ukimwi Tanzania. Pia wakaona haitoshi, watu wana sababu nyingi, watu wana kazi, watu wanachelewa maofisini, kufika vituo vya afya hawawezi kupima afya. Wakaleta mbinu ya upimaji, wewe mwenyewe ujipime mahali hapo ulipo. Kama uko nyumbani utapima nyumbani, kama uko ofisini utapima ofisini. Kwa hivyo vipimo walileta vya aina mbili. Walileta kipimo cha kwanza kinaitwa jipime. Hiyo jipime utajipima wewe mwenyewe popote ulipo, ila ikiwa sehemu salama. Utatumia chembe za mate. Hiyo jipime utatumia mate, ni kipimo cha mate. Wakaleta kipimo kingine cha kujipima wewe mwenyewe cha damu. Kama utaki cha mate, utumie cha damu. Ukiwa wapi? Nyumbani. Usipate sababu ya kusema kituoni siwezi kufika, itakuwaje, nipo bize na shughuli. Wakaleta hivyo vipimo. Mapambano haya yote ili kufikia 2030 wasisikie janga la ukimwi Tanzania. Halo. Kwa wapendwa, ukimwi upo. Tumepita maeneo mengine wanasema sisi tunaonesha ukimwi haupo kwa sababu hamna watu wanaopita mitaani kuelimisha, inaonyesha ukimwi umeisha. Hapana. Donald Trump alikuwa anafadhili hizi nchi, ile misaada ikakata. Je, huyo mtu atatembea mtaani kutoa elimu pasipo malipo yoyote? Atatembea si kutoa elimu asipate hata pesa ya maji? Kwa watu wakaona nini, hizo huduma wazisitishe, ila sisi tuliopo kwenye jamii tubadili tabia. Kwa kana familia yako, mwelekeze mtoto, mwelekeze kijana, ukimwi bado upo. Leo hii katika kwa vipimo, mimi nitaelekeza jipime ya mate. Hii jipime ya mate inafanya utambuzi wa awali. So ukishajipima nyumbani, ubaki hivyo hivyo, hapana. Haijalishi una maambukizi au hauna maambukizi. Ukishajipima na kile kipimo cha utambuzi wa awali, itabidi uende kituo cha afya ukapime. Tena uthibitishe, je, nina maambukizi au sina maambukizi? Kipimo chetu hiki hapa. Kipimo chetu ni hicho hapo, hiyo step namba 1. Hiyo ndio jipime. Hichi kipimo kinafanya utambuzi wa awali wa maambukizi ya ukimwi. Ukishakifungua hicho kipimo, kina herufi mbili. Kuna T na C. Ndio ambacho nitawagawia leo. Endapo tutachora mstari mmoja kwenye C, itaonekana wewe hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ikichora mistari miwili kwenye C na T, wewe una kiashiria cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ikichora mistari miwili kwenye C na T, lakini kwenye T labda mstari umefifia, afu kwenye C umekolea, napo uchukue hatua, wewe tayari una kiashiria cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Vile vile hichi kipimo unaweza ukawa labda umekosea uko nyumbani, umechelewa labda kusoma au kufuata hatua vizuri, kinaweza kikaharibika. Uharibifu wa hichi kipimo utaonekana, utafuata hatua zote, kile kipimo hakitaonyesha mstari wowote. Tumesema hapo kuna mstari mmoja au miwili, si ndio? Sasa hichi kipimo endapo wewe mwenyewe labda umekosea au umetumia kipimo labda kimeexpire au kufuata vizuri hatua, kinaweza kisichole mstari wowote. Ukikatola mstari mmoja lekundu limepanda tu juu, kwa moja kwa moja wahi kituo cha afya, hicho kipimo kimeshaharibika. Unaweza katola mstari kwenye T tu, na kati tumesema kama mtu hana maambukizi tutegemea mstari utachora wapi? Kwenye T, si ndio? Kwenye C. Yeye amechora kwenye T. Kwa hiyo kipimo tayari
kina makosa, inabidi uende kituo cha afya. Sasa ukishatumia kipimo cha utambuzi wa awali, unapoenda kituo cha afya, endapo labda kimeonyesha kiashiria cha maambukizi, hawatakuambia moja kwa moja una maambukizi. Itabidi wathibitishe kweli mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wataenda kipimo cha pili, ambacho hichi kipimo uruhusiwa kukimiliki nyumbani. Hichi kipimo kinapatikana kituo cha afya. Watatumia SD Bioline. Hiyo hapo watakupima. Wakishakupima kipimo hicho, kama nacho kitaonyesha kuwa una maambukizi ya virusi vya ukimwi, hawatakuanzishia dawa hapo. Wataenda kipimo cha tatu, ambacho ndio kinathibitisha msemaji wa mwisho sasa. Wakishapima ile step 3 ile hatua ya tatu, moja kwa moja endapo na yenyewe itasema una maambukizi, hapo utaanzishiwa dawa za kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Halo? Lakini unaweza kupima hicho kipimo cha utambuzi wa awali nyumbani, ambapo nitawapa leo, kikaonyesha una maambukizi. Alafu ukafika kituo cha afya kwa ajili ya kuthibitisha ile namba 2, kipimo kikakataa, bwana hauna maambukizi. Usiseme labda hichi kipimo labda nilikosea au ilikuwaje, usipaniki. Kinachotakiwa utamsikiliza nani? Daktari, atakuelekeza. Moja kwa moja anaweza akakwambia labda upime magonjwa nini? Ya ngono. Magonjwa ya zinaa, si mnafahamu? Hicho kipimo kama una magonjwa ya zinaa, hichi cha utambuzi kinaweza kaonyesha. Kwa hiyo ukishatoka hiyo step ya pili, kama hauna maambukizi, kwa tutarajii kwenda hatua ya ngapi? Ya tatu. Labda tunamwambia kuna kipimo kingine nasikia tena wanapima, nipime. Hapana. Hicho tumesema kwa mtu mwenye nini? Mwenye maambukizi. Kwa hiyo moja kwa moja endapo utatumia vipimo cha utambuzi ukiwa nyumbani, ukienda kituo cha afya, majibu yafuatayo yatatoka. Endapo umeenda peke yako, unaweza kukuta na maambukizi, kutokuwa na maambukizi au jibu tatu. Endapo umeenda na mwenza wako, utajie majibu yafuatayo. Unaposema mwenza, kuna wachumba wale wanaenda kupima ili waende hatua ya ndoa, si ndio? Kuna wenza, kuna wanandoa sasa wenyewe. Majibu yafuatayo wanaweza akatoka. Majibu yanaweza akafanana. Wote wanaweza wakawa hawana maambukizi. Majibu yanaweza akafanana. Wote wakawa wana maambukizi. Majibu yanaweza yakatofautiana. Mmoja akawa na maambukizi na mwingine hana maambukizi. Kwa nyie tunawakumbusha, najua elimu hizi mnazo, mnapoenda kwenye jamii, mnakutana na watu tofauti tofauti. Labda kutokana na mazingira aliyopo, aidha ni mgonjwa, ataomba labda msaada, umpeleke kituo cha afya akapime, haijalishi uko peke yake au uko na mwenza wake. Majibu hayo yakatoka, inabidi wewe ujue jinsi gani ya kumsaidia. Halo? Moja kwa moja umeshapima, umepata majibu yako. Tuangalie faida za kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi. Faida ya kwanza, itakusaidia wewe kujua afya yako. Tayari nina maambukizi, nifanyaje? Basi nikubali hii hali, kwa sababu kirusi cha ukimwi hakina dawa, ila kuna dawa za kufubaza. Basi nianze nini? Matibabu. Sina maambukizi, nilikuwa na matawi, nilikuwa na mienendo hii, nilikuwa na tabia ya ulevi, basi niache. Kwa sababu sasa sina maambukizi, umeshapima. Vile vile kupata fursa kubadili tabia, nimeshaelezea hapo. Vile vile inakusaidia wewe kupanga mikakati yako. Saizi nina maambukizi, saizi sina maambukizi. Je, mikakati yangu ni ipi? Malengo yangu ni yapi? Kuna malengo ya muda mrefu, kuna malengo ya muda mfupi. Je, ni mtoto anasoma, nipambane, nitumie dawa vizuri mpaka nifikie nini? Malengo yangu. Kwa hiyo itakusaidia wewe kuishi nini? Kwa mipango. Vile vile itakusaidia kuishi bila hofu. Wewe sijui ulikuwa na typhoid, tayari unajua labda kwa sababu nilikuwa na na tabia hizi na hizi nitakuwa na maambukizi. Mafua tu yamekupitia, hapo nitakuwa wewe sema dalili moja hapo.
umeharisha kidogo, tayari unakuwa una hofu. Lakini ukishapima unaishi kwa furaha, unajua tu ni upepo tu umepita, si ndio? Vile vile nasema je, endapo mtu atagundulika na maambukizi itamsaidia kuanza dawa mapema kabla hajafikia hatua ya ukimwi. Kwa hiyo tumeona hapo kuna virusi vya ukimwi, kuna mtu mwenye virusi vya ukimwi na mtu mwenye ukimwi. Kwa ile hatua ya kwanza kabla hujaanza kuumwa unakuwa na kirusi cha ukimwi. Hauna dalili yoyote ya ukimwi. Kwa sababu mtu mwenye ukimwi tayari anakuwa ana magonjwa nyemelezi, amelala kitandani, hata shindwa kufanya shughuli yake. Lakini ukiwahi kupima, leo hii una afya yako, hauumwi kwenye ile hatua ya mwanzo, itakusaidia usifike kwenye hiyo hatua ya kulala. Lakini ukichelewa, watakubeba hadi majirani watajua, fulani kumbe majibu yake ni haya. Mimi amenibeba kakangu, dadangu, kumbe sister alikuwa hivi, lakini ningeenda mwenyewe mapema, asingejua. Halo? Kipengele kinachofuata nasema kwa nini mwanamke anaathirika na maambukizi ya VVU kuliko mwanaume. Wapendwa, hapa mnisaidie. Kwa nini? Sababu gani zinafanya wanawake waambukizwe zaidi kuliko wanaume? Wanawake oye. Sababu ni nini? Yeye ameshajigundua kwamba nina virusi. Yeye ameshaenda kupima, anaanza kutumia dozi. Mwanamke anasema anachukua huko. Wewe unaendelea kuelewa mwanzo anatumia dozi. Kuja kugundulika na ile sasa hofu na ile kupanic unakuta unakufa mapema. Mmemsikia? Mwingine anasemaje? Asante. Maumbile. Tueleze baba kwa ufupi. Kwa sababu tunajifunza hapa, hamna mtu kuona aibu. Tupo darasani, si ndio? Maumbile. Tuseme kwa maumbile mwanamke ni rahisi sana kupata maradhi. Baba anasema maumbile ya mwanamke ni rahisi kupata maradhi ya virusi vya ukimwi tofauti na mwanaume. Ni kweli. Mwanamke anapokea, mwanaume anatoa. Ukiangalia hata wale dada wanaojiuza kwa siku anaweza akatembea labda na wanaume 5. Ametoka Mbeya, ataenda Tunduma labda tena ana mihadi na mtu kule. Lakini hapo ametoka na shawa za Mbeya, si ndio? Zimekaa kwenye uke wake, kwenye via vya kwake, sasa amebeba. Wakati huo yeye mwanaume amemwaga, ameondoka. Yeye yuko salama, mimi ninayetembea naye, natembea nazo, nitafika Tunduma, nitakutana na mwanaume. Endapo nitasababisha michubuko. Kwa huku sijapata michubuko, ila nimetembea nazo mpaka Tunduma. Zile mwanzo mliambiwa shahawa nazo zina kiasi kikubwa cha maambukizi, si ndio? Kupata nini? Maambukizi. Kwa sababu wanaume wameshaniwekea, wameenda. Mimi ninazo. Nitakaa nazo kwa muda gani? Ndani ya masaa kadhaa. Kwa moja kwa moja ni rahisi. Vile vile wanawake wanapata maambukizi, baadhi ya wanawake, ukosefu wa elimu. Mwanamke, ukimchukua mwanaume na mwanamke, nani mwenye aibu? Wanawake. Kwa mtu ataona aibu, labda kwa nini nafundishwa hiki? Ataanza kujificha. Kiasi kwamba angepata elimu ingemsaidia yeye. Sio wote, baadhi ya wanawake. Vile vile wanaume wanasababisha wanawake kuwa na maambukizi kwa wingi. Wanaume wanajimilikisha mali. Mimi leo hii nipo nyumbani. Mama upo nyumbani. Mmefuga mifugo. Mna ng'ombe zenu 30. Wale ng'ombe mnakamua maziwa, hela anamiliki baba. Mimi ndio nayekamua. Hela anazo baba. Nina shida ya pesa, sina hela. Nikiangalia kuna kuku, kuna ng'ombe, kuna mali pale nyumbani. Lakini zote ni mali za baba. Wewe nilishakuoa, nilikulipia nani? Sasa nitapata wapi mahitaji yangu? Sio wote wanaume, baadhi. Kwa yule mwanamke anapatwa na hasira, kwa nini mimi nafanya hivi? Alafu maisha yangu duni.
Mume wangu anauza ng'ombe, hela zinaishia mtaani, mimi sipati chochote. Na kati kwenye marisho kuzitunza wewe upo. Kwa ile hali itakupelekea wewe, unakumbuka kuna baba mmoja labda huko alikuwa anakufuatilia, ana mali, anakuambia mimi utaiona hii dunia kitu kidogo, utaiona iko hapa, nitakubadilisha. Kwa mtu anafikiria, kwa nini nateseka hivi? Nikienda nitapata na ile hali ya nyumbani. Kina baba wanaondoka, wataacha familia. Mtoto ana daftari. Mtoto kila siku anarudishwa shule. Hali ngumu. Lakini ukuta wa mama wenzako huko wanakusimulia, wewe unateseka. Mbona maisha hapo rahisi tu? Mbona ukipita maeneo fulani yale hivi na hivi unapata pesa? Kwa hiyo mwanamke ataona ni bora aende kwenye yale maeneo ili anusuru nini familia yake. Mwisho wa siku anaambulia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kuna mwenye nyongeza? Halo? Kuna mwenye nyongeza? Tumeshaona unapopima majibu hayo yafuatayo: kuwa na maambukizi au kutokuwa na maambukizi, si ndio? Je, ikitokea una maambukizi, kitu gani ufanye? Nyie ni mabalozi, sasa hivi mnaenda kwenye jamii, mnakutana na mtu, nina maambukizi, nilipima. Nini afanye? Jambo la kwanza, nimeshapima na maambukizi, nikubali ile hali tayari na maambukizi, niishi nayo. Hatua inayofuata sasa, lazima mshirikishe mwenza wako. Wewe una maambukizi, nyumbani una mwenza. Je, unajua hali ya mwenzako? Wewe umeanza kutumia dawa, kumbe naye ana maambukizi. Utakunywa zile dawa, mnashirikiana, mwisho wa siku zile dawa hazifanyi kazi. Ndio maana utakuta kuna mtu anakunywa dawa kwa usahihi, kila mwezi yuko kituo cha afya, lakini afya yake imedhorota, kumbe anaendelea kupata maambukizi nini mapya, kiasi kwamba angemshirikisha mwenza wake, bwana mwenzako, mimi nimepima na maambukizi, kwa hiyo ni vema na wewe ukapime. Anaweza akapima, mwenza wako labda hana maambukizi, kwa hiyo kuna hatua zitafuata. Kama na yeye ana maambukizi, ni vema wote mtumie dawa, wale virusi waendelee ni kufubaa, muendelee kulea nini familia. Mnadhani ni jambo rahisi kumshirikisha mwenza, labda mimi nimepima na maambukizi? Eti kwa nini sio rahisi? Kuogopa kwamba inawezekana ndio ikavunjika. Kwa hiyo ni hofu, kwa hiyo vitu vitaweza wazi. Hapo utapata ile tuseme urithi au ile mali kwamba atakosa. Anasema hivi, unatokea na hofu. Leo hii umepima, ukamshirikishe mume au mke, ndoa inaweza ikavunjika. Je, ni kweli? Kwenye jamii kwa vitu vipo. Kwa sasa nyinyi mnawasaidiaje sasa? Mnafanyaje? Jamani, hapa nitaeleza kwa kifupi jinsi ya kusaidia hao sasa huyu ambaye akamshirikishe mwenzake. Jambo la kwanza, itategemea, inabidi aangalie mume wake au mwenza wake huyo yukoje. Je, ni mbali? Je, ni mwelewa akimwelekeza? Au atumie njia mbadala? Kuna mwingine ataenda kituo cha afya, ninapima hali yangu hii hapa, nina maambukizi ya virusi vya ukimwi, ila bado sijaanza dawa, nimekuja kuchukua na wewe tukapime. Mwingine anaona hii hapa nikienda kumwambia hii ndoa imevunjika, au mimi ndio kifo mapanga hapa. Sasa nifanyeje? Kama umeenda kituo cha afya, aliyekupima mhudumu unamwelekeza, mimi kwa hali ya mume wangu naomba mhudumu uje wewe, ionekane hata mimi sijapima. Kwa hiyo wewe sasa utakuwa mstari wa mbele kumwelekeza unaishi wapi ili mimi nifike. Mimi naishi Mbalizi, Mlimaleli, kanisa la Moravian. Nikifika pale, ukifika tu pale ulizia Mama Rebeka, nafahamika sana. Au kuna nguzo ndio nayo hapo kwenye nguzo utafika. Saa ngapi? Mimi nitakutumia message, mume wangu yupo, wewe ndio uje sasa. Kwa hiyo mhudumu atafika pale. Hapo sasa unamwomba nani? Mhudumu. Sasa wewe unashindwa? Mhudumu atafika pale.
jamani, hodi, karibu, mtasalimiana, mtacheka. Mimi napita nyumba kwa nyumba, napima afya, huduma ni bure. Kwanza atatoa elimu, anataka kusema kwa leo hatujajiandaa, basi uje kesho asubuhi saa 2. Ukubali sasa. Wewe ambaye umeshapima inabidi useme sawa. Kwa hiyo utakaa na mwenza wako, mtaongea saa 2 asubuhi anakuja. Kwa pale haitaonekana kama wewe ulishapima, si ndio? Itaonekana yule alikuja ametoa elimu, mmepima. Ukiona hiyo haitoshi, kwenda kumwambia saa hizi ni ngumu, basi mtapeana mkataba. Mimi nitamleta, lakini nipe muda kwanza niende naye taratibu. Utajua wewe utatumia mbinu gani huko nyumbani, utaongea naye vipi. Ule muda mliopeana ukifika, bwana mwenzangu huyu hapa tumekuja kupima. Sawa? Halo, mnasinzia? Mmechoka? Joto kali? Au tutoke nje tukimbie? Kwa hizo mbinu ukitumia, huyu mwenza wako haruki. Sawa wapenzi? Vile vile kwa mama amepima, ana maambukizi na anajua tayari nyumbani ana watoto wadogo, labda ana watoto wana miaka kuanzia 15, 14. Tumeshaongea njiani nyingi. Ulipata maambukizi, nyumbani una watoto, mama unatumia dawa, tujali watoto, utakuta watoto wengine ni dhaifu, unaona? Inabidi uwapime wale watoto na wenyewe wajue afya zao. Sawa wapendwa? Hivyo tukirudi kwa mume, mnaweza mkapima, watoto mmepima, tayari labda wana maambukizi au hawana, wataendelea na huduma ni nyingine. Hapo utakuta labda wenza majibu yanatofautiana. Kwa hiyo ndipo yanatofautiana, wewe umemchukua mwenza wako yule, umeenda kituo cha afya, majibu yametofautiana. Mmoja ana maambukizi, mwingine hana, si ndio? Ambaye yule ana maambukizi, nimesema atumie ARV kwa usahihi, si ndio? Tunaposema wewe mfuasi mzuri wa dawa, anywe kila siku. Kile kidonge kinafanya kazi ndani ya masaa 24. Kwa kama ulikunywa saa 2 asubuhi, kesho tena unywe saa 2 asubuhi. Kama ulikunywa saa 2 usiku, kesho tena unywe saa 2 usiku. Hapo si ndani ya masaa 24. Endapo utazembea, yule mdudu atakuwa sugu. Ataona tu kama unamchezea, kuona yeye atakuwa anakuchezea. Mara umlaze, mara umhamishe, mara umlaze. Utakuta mtu anatumia dawa hali yake bado sio. Kwa hiyo endapo utamshauri yule mwenza wako, bwana tumia dawa kwa usahihi. Huyu mwenza akitumia dawa kwa usahihi ambaye ana maambukizi na wewe hauna maambukizi, inakuwa ngumu wewe kupata maambukizi kwa sababu kirusi kile kinakuwa kimeshafuba, kimechoka. Sawa? Njia nyingine, mpo kituo cha afya, nesi atawaelekeza jinsi ya kuandaana. Mwandae mume wako, mwandae mke wako, kiasi kwamba wote mume atoe ute, mwanamke atoe ute, msisababishe michubuko. Kwa sababu endapo mwanamke sababisha michubuko, wewe hauna maambukizi na kwa ngumu nini? Kupata maambukizi. Kitu kingine sasa hivi serikali tunasema tunapambana kufikia 2030 tusisikie janga la virusi vya ukimwi Tanzania, si ndio? Walileta dawa kinga kwa ajili ya wenza. Hao ambao majibu yametofautiana. Mwenye maambukizi atatumia ARV kwa usahihi na asiye na maambukizi atatumia dawa kinga. PrEP, dawa kinga zinapatikana kituo cha afya. Ukienda Ifisi unazipata. Hizo dawa ni bure bila gharama yoyote kwa wenza ambao majibu yamekinzana. Tunawakumbusha haya mambo kwa sababu nyinyi tayari mko kwenye jamii. Unaweza kukutana na hicho kitu. Mimi mwenzangu anatumia dawa, mimi sielewi, hapa naishi kwa hofu, ila nilipima muda fulani, mimi sina maambukizi, nafanyaje? Wewe ndio unakuwa kipaumbele, twende kituo cha afya. Au utamwelekeza, unaona kabisa huyu nikimwelekeza atafika. Kule kuna dawa kwa sababu wewe hauna maambukizi. Ukienda pale Ifisi watakupima, wakikuta hauna maambukizi watakupa dawa ya kujikinga. Hivyo kwa sababu una maambukizi, msisitize mume wako atumie dawa kwa usahihi. Siku nyingine hata amka wewe mwenyewe mchukulie, yaani muonyeshe upendo.
endapo utaonyesha upendo, na yeye atatumia dawa kwa usahihi ili wewe usipate maambukizi. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo za watu wawili kuishi na watoto wasio na maambukizi. Vilevile sasa hivi kuna mtu unashirikiana naye mapenzi au kuchanganya kwenye ncha kali, lazima atambuliwe na kupima. Hapa tunaposema vifaa vyenye ncha kali, tunazungumzia wale wanaotumia madawa kulevya. Kuna vijana mitaani wana magenge yao, kwa mfano Msalala kule kuna watu mapwidi tunawaita wanatumia dawa, yani wanajichoma. Kwa sindano moja utakuta wanachoma watu 5. Sasa hiyo ni hatari. Kama mmoja wao pale tayari ana maambukizi, ni rahisi wote wale kupata nini? Maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hawa watu kama kuna magenge huko na unayafahamu, ni vema hata ukawatembelea, ukawapa elimu. Wao wanasikiliza tu vizuri. Hawana shida. Ila umeendaje? Yaani ukienda na polisi wanakujeruhi, urudi. Au akishakuona ile sura afu umeenda na polisi, uchomoi kabisa hapo. Wanaweza siku nyingine wakakubezea. Lakini ukienda mwenyewe kirafiki, wajengee urafiki. Mfano kama mama alisema alienda kwa nao kuvuta bangi, si ndio? Alifika pale, akaongea nao vizuri. Labda unda alionulia hata soda, si ndio? Yaani ukicheka nao tu wale unaishi nao vizuri. Kwa hiyo ukifika pale wanakupa siri. Mimi natumia madawa kulevya. Sindano moja tunatumia watu 5. Sindano moja tunatumia watu 5. Ila naogopa labda nisije nikapata maambukizi, labda sijapenda kutumia haya madawa, labda atakuelezea historia, labda nilitoka sehemu fulani hadi nikaingia huku. Ila ninahofia sana kupata nini? Maambukizi. Unaweza kuambia labda wewe unaweza kuacha. Anakwambia mimi kuacha siwezi. Anakwambia kuacha yeye hawezi. Na maambukizi anaogopa. Utamsaidiaje sasa huyo mtu? Kwa hiyo mtu moja kwa moja utamwelekeza, hata yeye mwenyewe ataenda kituo cha afya, atapima. Akishapima, akijikuta hana maambukizi na tayari yeye anatumia sindano za kuchangia, za kujidunga, na yeye atapewa hiyo dawa kinga sasa. Umeona watu wanaopewa hizo dawa kinga? Sio kila mtu ati uende tu labda una tabia za ovyo ovyo tufike pale labda kwa Dr. Chris, mimi bwana natumia nani na wapenzi wengi, dokta naomba nani dawa hapo za kujikinga. Inakuwa ngumu kupata. Ila kama wenza umetupatiana majibu, unatumia madawa kulevya ya kujidunga na hauna maambukizi, ndio watakunusuru kwa hilo. Sawa? Tayari mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwenye jamii kuna watu wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kuna namna ya kuishi nao, kuna namna ya kuwahudumia. Na vile vile inabidi wazingatie nini? Mlo kamili. Moja kwa moja kile kidonge eti tayari na maambukizi eti ninyonge tu kidonge bila kula, ile dawa ina nguvu sana. Ile dawa inahitaji ule chakula cha kutosha. Sasa kwenye jamii zetu kuna fikra tofauti. Mtu umeshampima labda anakuambia na maambukizi, anaanza kukuambia nitaishi vipi? Maisha yangu mimi duni. Mbona wamesema zile dawa zina nguvu sana? Anakuelezea sasa wewe mtu wa huduma. Kinachotakiwa umpe moyo. Watu washajua ukishakuwa na maambukizi inabidi labda ule si ndio kwenye jamii watu wanaelewa hivyo, ule kitimoto. Si ndio? Haya, ule kitimoto mtu sasa hivi inabidi jaza labda kwenye sahani au kwenye bakuli na kesho tena hivyo hivyo. Huo sio mlo kamili. Tena unaweza kusababisha hata magonjwa. Tunaposema mlo kamili, utachukua ugali leo, utaweka ugali wako. Utachukua mboga majani kidogo, utaweka. Matunda sio lazima labda yawe labda parachichi zima umalize, hapana, unaweza ukalikata ili jioni ule tena utaweka pale. Kwa utajikuta tayari umeshakula mlo kamili. Jioni nitachukua miogo iliyochemshwa nitaweka pale. Nitachukua mayai yangu labda nimechemsha nitaweka pale. Nitachukua na matunda nitaweka. Tayari nimeshapata nini? Mlo.
Mtu anasema labda inabidi mayai labda ile matatu. Hapana, kula mayai matatu.